Vyakula kuu 10 ambavyo vinaweza kutumika kuongeza mbegu za kiume za mwanaume. Kwa wale wahanga wote ambao wameweza kufanya sperm analysis na ukabainika kwamba kiwango chao cha mbegu ni chache, hii video nimetengeneza kwa ajili yao. Isikilize kwa umakini uweze kutambua vyakula hivi na ujue kwamba kwa nini vyakula hivi ni muhimu kwako, vina nini ambayo inapelekea hasa kusaidia ongezeko la mbegu zako wewe. Uko na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Vyakula kuu 10 ambavyo vinaweza kuongeza mbegu za kiume za mwanaume. Ukifuatilia kwa nini mbegu zako ni chache, ulaji wako uko sehemu kubwa katika kuchangia mbegu hizo za kwako zikuwa chache. Kwa kuwa dawa ya moto ni moto, kwa kuwa tatizo lilokuja katika masuala kwa sababu ya lishe mbovu, inatakiwa itibiwe kwa kutumia lishe bora. Then kuna vyakula hivi vikuu 10 uvifahamu kwamba vinasaidia kwenye kuongeza mbegu za kiume. Namba moja kabisa kati ya chakula ambacho huwa nasema kwamba mwanaume wote ambaye ana shida ya upungufu wa mbegu au mwenye mbegu chache, basi inatakiwa aweze kuvitumia, ni habari za karanga. Karanga ni chakula namba moja. Karanga tunafahamu kwamba ina madini ya zinc ya kutosha, ina madini ya selenium, lakini pia habari za vitamin E. Vinasaidia vipi kwa mwanaume tutaweza kuona, lakini chakula namba moja ni karanga. Chakula namba 2 ambacho unataka ukitumie wewe ni habari za mbegu za maboga. Kwenye vyakula vya mbegu hapa kuna mbegu za maboga. Kama mbegu za maboga huwezi kupata, tumia ufuta. Unaweza kutumia ufuta pia, unaweza ukasaidia. Kwa hiyo na ukifuatilia pia kwamba mbegu za maboga zina nini, ufuta na nini, utakuja kugundua kwamba kitu kama vyakula kama mbegu za maboga zimesheheni habari za madini ya zinki, bila kusahau selenium na vitamini E, mafuta ya omega 3. Chakula namba 3 ni habari za walnuts. Walnuts ni chakula ambacho kinapatikana kwenye vyakula ambavyo ni jamii ya njugu, jamaa ya mbegu na njugu. Na walnuts ina kiwango kingi cha omega 3, lakini pia ina madini ya selenium, bila kusahau habari za vitamin E. Kuna mbegu za chia seed, ni chakula namba 4. Nadhani kwa kama hujawahi kuziona hizi mbegu, zitafute, zipo, zinapatikana mbegu za chia seed. Kuna habari za chakula ambacho kinaitwa kwamba ni almond, au mbegu za mbegu ni almond. Kwa Kiswahili inaitwa kwamba ni karangaros, lakini jina ambalo liko famous sana ni almond. Zitafute tena, nazo pia ziko vizuri. Kuna korosho, chakula kingine ambacho chakula cha 6, kwamba ni muhimu sana. Lakini chakula namba 7 ukiachana vyakula hivi vya jamii ya mbegu na njugu, ambacho kiliwe na wewe ambaye una shida ya mbegu chache, ni broccoli. Mboga moja ambayo inaitwa broccoli, itafute. Ni mboga fulani ya majani ambayo ina umbo kama la uyoga na rangi yake ni ya kijani, ikiwa ni sambamba na mboga zote ambazo zina rangi ya kijani. Mboga za majani ambazo zina rangi ya kijani, inaweza ikawa ni majani ya maboga, inaweza ikawa ni mchicha, inaweza ikawa ni mnafu, inaweza ikawa ni spinach. Zote zenye rangi ya kijani, zote zinasaidia katika kuongeza wingi wa mbegu. Na hii inaweza ikawa ni kwa sababu pia ya wingi wa kiwango cha vitamin C, lakini ukifuatia pia kuna issue ya kemikali ambayo kwamba lycopene, ambayo pia inasaidia pia katika kuongeza kiwango cha mbegu na kulinda ubora wa mbegu. Lakini kiachana na namba 7, namba 8 hapa tunajua kwamba kuna nafaka ambazo hazijakobolewa, hasa mchele wa brown rice. Pia ni moja chakula ambacho inatakiwa kiwe sehemu ya ulaji wa mwanaume ambaye ana mbegu chache. Na kuja kuangalia kwa pande wa brown rice au mchele huu wa brown, una kiwango kingi pia cha madini ya zinki ambayo ni muhimu sana kwako. Kama brown rice huwezi kupata,
Then unaweza kutumia hata mahindi yako vizuri, yanaweza kusaidia, na mtama. Hivi vitu pia yanaweza kusaidia. Namba 9 ni matunda. Hasa apple. Kuna habari za chungwa, kuna ndizi mbivu, kuna strawberries. Strawberry pia iko vizuri, kuna habari za tikiti maji, kuna zabibu. Haya matunda yako vizuri sana, bila kusahau mapera nayo pia yanasaidia katika kuongeza wingi wa mbegu. Kwa upande wa matunda, haya ndio matunda ambayo ni mazuri zaidi ambayo natakiwa uyatumie mara kwa mara. Apple, chungwa, ndizi mbivu, strawberries, tikiti maji na masuala ya zabibu. Ukiweza kupata na mapera pia unaweza kujumlisha kwenye matunda haya. Mwisho ambayo ni namba 10 ni habari za maharage na jamii ya mikunde nyingine. Maharage yanasaidia sana katika kuongeza kiwango cha mbegu kwa upande wa mwanaume. Maharage namba 1. Kunafuata habari za mbaazi, inakuja habari za njegere, inakuja kunde, inakuja choroko, masuala ya njugu mawe. Vyote vile vinaongeza kiwango cha mbegu. Vyakula vyote hivi nilivyovitaja ambavyo vipo 10 hapa katika listi, ni vyakula ambavyo nitakia kila mwanaume ambaye anapambana na tatizo ambaye anapambana kujinasua na tatizo la mbegu chache, basi natakiwa viwe sehemu ya ulaji wake. Ni kwa nini vyakula hivi vinasaidia? Namba 1 kabisa ni kwa sababu ya uwepo wa madini ya zinki. Zinki, madini haya yanasaidia kuongeza inasaidia kuboresha ule mjongeo wa mbegu kwanza za kwako. Mbegu zako zinakuwa na uwezo wa kujongea vizuri bila kuwa na changamoto yoyote, kwa maana inasaidia kwenye masuala ya sperm motility. Lakini ukija kuangalia pia inaongeza kiwango cha mbegu zalisho kwa mbegu. Madini ya zinki ambayo imesheheni sasa kwenye vyakula kama karanga, mbegu za maboga, walnuts, mbegu za chia seed, almond na masuala ya korosho na masuala ya ufuta. Imesheheni madini ya zinki, bila kusahau habari za mchele wa brown pia imesheheni madini ya zinki ya kutosha. Kuna madini ya pili ambayo ni yako vizuri, ambayo ni madini ya selenium. Selenium ni muhimu sana. Selenium pia inafanya kazi kwanza ya kukomaza, inasaidia katika kukomaa kwa mbegu zako. Kwa sababu mbegu inapokuwa imezalishwa inatakiwa ifanyage undergo maturation. Kwa hiyo madini ya selenium ambayo inasaidia katika kuhakikisha kwamba zile mbegu zinakuwa na kukomaa vizuri za mwanaume. Lakini wakati huo pia inaongeza kiwango cha mbegu. Ifahamike tu pia kwamba madini ya selenium yanasaidia kuhakikisha kwamba vile vinasaba vya zile mbegu haviharibiki. Kwa inasaidia kuzuia ile damage ya DNA ya zile mbegu ambazo zinakuwa zimezalishwa kwako. Kwa unakuwa na mbegu ambayo imekamilika, iko full na ina afya njema kabisa. Kwa ni madini ya selenium. Lakini kuna habari za vitamini E. Vitamini E pia inapatikana kwenye vyakula hivi vyote, hasa vyakula ambavyo vimesheheni ambavyo vina mafuta na protein, ambayo ni karanga, mbegu za maboga, ufuta, walnuts, masuala ya korosho, habari za chia seeds, masuala ya almond, vimesheheni habari za vitamini E. Pia kwenye baadhi ya vyakula hapa kama jamii ya mikunde, na ina kiwango japo sio sana ifikii hivyo vyakula ambavyo ni kuanzia namba 1 mpaka namba 5, ambavyo vyakula jamii ya mbegu na njugu, kwa maana kwamba vitamini yake ni nyingi sana. Vitamini E inasaidia vipi kwa mwanaume ambaye ana mbegu chache? Vitamini E ufahamu kwamba inasaidia kuzuia kuharibika kwa DNA ama vinasaba vya zile mbegu ambazo zinakuwa wewe ndio umezalishwa, kwa kiasi kwamba unakuwa na mbegu ambayo imekamilika na iko tayari kwa ajili ya kufanya urutubishaji. Lakini kitu kingine ni kwamba kwa kuwa inazoea kuharibika hii DNA ama vinasaba hivi visiweze kuharibika, basi tunasema kwamba vitamin E inaweza kusaidia katika kuongeza wingi wa mbegu. Si mbegu tu, mbegu zenye ubora, lakini pia inasaidia katika mjongeo wa zile mbegu, kwa maana kwamba inasaidia kwamba ile mbegu inakuwa na uwezo wa kuweza kujongea vizuri, inasaidia katika ile sperm motility. Kuna namba 4 ambayo ni habari za mafuta ya omega 3. Vyakula hivi bado vina omega 3. Mboga zenye rangi ya kijani ni chanzo kizuri pia cha mafuta ya omega 3, bila kusahau habari za mbegu za chia seed, walnuts. Kuna mbegu nyingine ambayo sijazitaja kama flax seed,
zote ziko vizuri, na mbegu za mboga zote zina mafuta ya omega 3. Omega 3, mafuta haya yanasaidiaje? Ukijaribu kuangalia mafuta haya ya omega 3 yanakuja kusaidia katika kuwezesha mbegu kuweza kujongea vizuri, lakini mafuta ya omega 3 yanasaidia zile mbegu zako ziwe na uwezo mkubwa sana kuweza kuirutubisha yai la mwanamke. Kwa hiyo unahitaji omega 3 na ambayo inapatikana kwenye vyakula vyote hivi ambavyo nimetaja, ambayo unatakiwa wewe ule. Mwisho kabisa ifahamike kwamba kuna habari za vitamin C na lycopene. Lycopene ni aina ya kemikali au antioxidant ambayo inapatikana kwenye vyakula kama hizi broccoli, cabbage, kuna mboga za majani nyingine kama spinach zina lycopene, bila kusahau habari za nyanya na pia na lycopene. Na vitamin C inapatikana kwenye vyakula vyote vitokana vya mimea na pamoja kwa habari za mboga za majani pamoja na matunda. Matunda kama tikiti maji pia imesheheni kemikali kama hizi ambazo ni lycopene na zinafanya kazi ya kuongeza wingi wa mbegu. Kwa hiyo unahitaji vyakula hivi kwa ajili ya kujinasua na changamoto yako ya mbegu chache. Nilihitaji kufahamisha tu vyakula hivi 10 ambayo inatakiwa viwe sehemu ya ulaji ya mwanamume ambaye anapambana kujinasua na tatizo la mbegu chache. Nikushukuru kwa kuitazama video yangu hii. Kama utakuwa umependezwa na content hii, like na kushare kwa watu wengine. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwaheri.